Sifu Yesu Kristo. Zangu wapendwa, msema kweli ni mpenzi wa Mungu, na watu wengi wamepoteza maisha yao kwa sababu ya ukweli. Lakini ukweli ni Yesu mwenyewe. Anayesema ukweli maana yake anamuishi Mungu, kwa sababu Mungu ni kweli, njia na uzima wetu. Yohane kama mtangulizi wa Yesu aliwaandaa watu katika ukweli, kutubu, kuachana na makosa, kuachana na dhambi ili kumpokea Yesu. Yohane alimkemea mfalme Herode. Tabia ya wafalme mojawapo ni kuwa na wakina mama wengi, mfalme wanawake 6, 5. Lakini Herode alikuwa akiishi na mke wa kaka yake Filipo ambaye ni Herodia. Yohane alimwambia waziwazi Herode, si vizuri kuishi na mke wa kaka yako. Herode alipokea ukweli huo, lakini mama ya kuweza kuupokea, kwa sababu alimuona Herode kama mbaya, kwa sababu alisema ukweli kwamba si halali wewe kuishi na mume wa ndugu yako. Injili inatuambia akatafuta jinsi ya kumwangamiza, akashindwa. Ilipopatikana nafasi wakati ya kuzaliwa kwake Herode, kumbukumbu yake alitumia nafasi hiyo kupitia binti yake. Kwa kifupi, Yohane aliuawa kwa sababu ya ukweli wake. Tuwaombee wachungaji wetu wawe wa kweli katika kulitangaza neno la Mungu. Hofu imetanda, kusema ukweli nitatekwa, kusema ukweli nitaadhibiwa. Tuwaombee kwa nguvu. Mara zote sisi waamini tunaweza kuomba sala kwa mapadi, kwa wachungaji wetu, niombe. Ulishawahi kumwombea padri wewe, mchungaji wako? Tuwaombee, kwa sababu Kristo aliwaita wawe wa kweli. Lakini sisi katika wito tu wa ubatizo wetu tunaishi au tunaitwa kuwa wa kweli katika maisha yetu. Wengi wetu tunaficha ukweli na unatuumiza kwenye maisha yetu, kwa sababu tunajua ukweli na tunashindwa kutetea ukweli. Yohane hakuogopa, na Mungu alimwandaa kama mtetezi. Anaishi ukweli, anamuishi Mwenyezi Mungu. Mungu atujalie kuishi ukweli wetu hata ikitugharimu kwenye maisha yetu, lakini ukweli ulioambatana na imani ambayo tunaiamini Kristo.